Ni rahisi kujiconnect na pastor kwa sababu ya vimisaada vyako. Vitambaa vya suti, TV, somesha mtoto, unajiconnect na pastor. Lakini kuna kazi kujiconnect wewe na Kristo, kwa sababu yule hapokeagi rushwa. Wachungaji wetu wakati mwingine wanapokeaga rushwa, ingawa sio kokonyo, lakini wachungaji wengine wanapokea rushwa. Yaani anahongwa na Wakristo mpaka anashindwa kuhubiri kweli. Akitaka kukemea umalaya anagundua huyu mwenye kanyumba kadogo huko ndiye kamletea TV juzi. Akitaka kukemea ulevi, huyo cha pombe ndio analipa ada ya mtoto wake. Akitaka kukemea hivi, yule yuko hivi, ndio na kwa mwisho nabaki tu Mungu abariki maisha yako, pokea baraka, amen. Sasa saa nyingine unakutana na injili kama hizi ambazo hazina unafiki, hazihitaji chochote. Hajaleta mshenga, hajaanza kutoa mahali, anataka kakutambulishe roji ambako sio kwa wazazi wake, ambako sio kwa wazazi wako. Huyo mkimbie kama ukoma. Ameshakupa taarifa yeye ni maraya, na hata takapokuoa unajua naolewa na maraya, kwa sababu yani haja kuoa, anaomba vya kuomba. Sasa unamuuliza, kwani wewe ulikuwa unanitafuta ili upate uwanja wa mazoezi? Hapana. Ulikuwa unatafuta nini? Natafuta mke. Si ndio mimi hapa sasa? Sasa kwa kuwa wewe ni mke mtarajiwa, mazoezi tuanze. Sasa uliwahi kuona wapi timu inashiriki ligi bila kusajiliwa? Yani uliwahi kuona wapi timu inaenda kushiriki ligi daraja wakati haijapanda daraja? Sasa wewe, yani wewe unaendaje wakati rais anaitwa nani yule rais wa TFF Karia hakujui? Unaomba na wewe upangwe kwenye ratiba ucheze na Yanga na Simba na nani? Katimu kamchangani. Kwa nini? Mimi unatafuta mechi za mazoezi au? Sasa si tuna mpango wa kuoa. Nioe sasa kama unataka, si unioe sasa. Unajua nilikuwa nawaambia wasichana, nilikuwa nafundisha kwa Australia huko. Nikawaambia kama mabinti wote mungeweka kikao, museme kuanzia leo tunanunua makufuri, tunapeleka funguo kwa wachungaji. Ambaye anataka kufungua milango yetu akaongea na mchungaji ampe ufunguo. Unajua mabinti mungeolewa faster, mungeolewa sana, maana hawa jamaa wangekosa kwa kwenda. Maana kila naye mtaka anasema funguo huko kwa mchungaji, kila naye mtaka ufunguo huko kwa mchungaji, na mchungaji anasema siwezi kukupa ufunguo, fanya 1 2 3, mule kiapo na kufungulia uende naye. Hivi haiwezekani. Na kuambia vijana wangeoa. Leo nyie ndio mnaowachelewesha hawa vijana. Wanaoaje? Wanachokitaka wanakipata. Sasa wana haraka gani? Ndio maana unamuuliza kijana utaoa lini? Bado najipanga. Bado sina haraka. Awe na haraka ya nini? Unaenda kwake, unampikia, anakula, alafu anakula, alafu anakula, alafu bado unategemea akuoe wa namna gani wakati unamfulia nguo, unamtandikia vitanda, unamuoshea masahani, unafanya kila kitu, yani anakula, alafu unarudi nyumbani. Hivi huyu mtu ambaye hana njaa ana haja gani ya kutafuta jiko? Madharau. Kuna watu wana madharau sana kwenye familia. Yeye anamdharau mwenzake kama kinyago fulani hivi. Hakuna kitu kinauma kama mwenzako naishi naye anakudharau. Alafu namuona anaheshimu wengine, wewe anakudharau. Unajua inauma. Hivi nyie wanaume mnajisikiaje mke wako anaponisalimia mimi mtumishi? Mama. Alafu wewe anasema umeamkaje? Umeamkaje? Hasa najiuliza, hivi mimi ndio mwanaume
wa hovyo, ila mchungaji Mgogo ndio bora. Kokonyo ndio mwanaume sana. Tunawaangalia wake zetu, tunawaangalia unavyosalimia wengine na kuangalia. Wengine unanawisha maji umepiga magoti. Mimi kwangu unasimama kama unamwagilia nyanya. Madharau ni mabaya. Amen. Dharau, yani unajisikia vibaya. Eti mama, unajisikiaje kuona mume wako anakudharau? Anagonga na wake za watu. Halafu wewe hajawahi kugonga na wewe. Yaani kila kitu mle ndani anakuwa kama afande wakati hajawahi kwenda jeshini. Kila kitu ni chai. Yaani hawezi ku appreciate. Unamletea, yani haelewi. Unamletea kitenge na hiki kitenge anacho mama mchungaji. Sasa nikivaa na kwa kama nimegedhera kwake, kwa hiyo na kwa kama nimeiga. Babu unavunjika moyo. Unamletea nyama, nilisema juzi, anaiangalia anasema, nyama ina mifupa utafikiri tuna mbwa. Unamletea sasa, ngoja nilete maini. Sasa wewe umeleta maini haya. Yaani nyama laini hivi utafikiri sisi tuna mapengo ni vibogoyo. Hizi nyama za wazee, yani nyama za hawana meno. Unasema ngoja basi nilete sukuma wiki, nilete mboga zile za majani. Sasikia. Hasa hii ni majani ulioleta. Aliyekwambia tumefuga sungura hapa nani? Aliyekwambia tumefuga mbuzi hapa nani? Aliyekwambia tuna ng'ombe za kula majani hayo nani? Sasa tunajiuliza, hivi huyu kiume nimletee kitu gani? Yaani kuna wanawake kuishi nao ni complicated. Kuishi nao inabidi ufunge siku 40, Mungu akuongezee neema. Hebu muangalie mama uliyekaa naye karibu. Unavyoiona sura yake, mume wake na enjoy kuwa naye au ndo hao shida? Unamletea maua, anasema mimi sio nyuki. Unasema ngoja na mimi nimletee tu viatu, nilituona wakati wanaimba praise pale, walivaa viatu tule tu nani, walikuwa napendeza nato, na mimi nimletee mke wangu. Unamletea viatu virefu, anasema umepanga kuniangusha. Viatu gani vimekaa utafikiri umepanga kuniangusha, unataka kuvunja miguu. Usipochunga mke wako, unaweza kukuta nyumba unayokaa sio yako. Hawachelewi hawa. Anaweza kaja mhubiri kutoka Nigeria, kutoka Marekani, anasema toa sadaka ambayo inakuuma, ambayo ndio sadaka ya mwisho, ambayo unajimaliza, unajiteketeza. Mama nawaza kujiteketeza hapa ni nyumba tu. Unakuja kushangaa baba, watu wanazunguka nyumba wanaiangalia. Unasema nyie ni nani? Sasa ni wenye nyumba. Ni wenye nyumba? Kwani hii nyumba, kwani mke wako hajakwambia? Hapana, alitoa kanisani. Nyumba, kaangalia title deed, hakazipo. Mama alikuwa hapo title deed, kaweka kwenye kipochi, kapeleka kanisani. Nyumba imekabazikwa kati. Unamuuliza mama, ulianzaje kutoa nyumba? Muogope Mungu. Muogope Mungu. Mungu akisema mimi ni nani? Mimi ni nani? Niliona familia yetu itoe sadaka ya kujiteketeza. Sasa hawa watoto tunapeleka wapi? Mungu anajua atajitwalia utukufu. Tutapanga kwa muda, Mungu atafungua milango mingine, tutajenga. Lakini Mungu akisema asipingwe. Nyumba imeenda. Mama, kuna vitu mule ndani inawezekana hata leo navyoongea havipo. Mama alibeba
kapelekea nabii, kapelekea mtume. Wewe unafikiri vipo? Baba, kagueni vitu. Kagueni vitu. Hawa viumbe hawa. Kwenye familia, tafuta Mungu kwa usalama wenu. Kwa sababu mkitafuta mali, mmetafuta mauti. Kuna wamama wameua waume zao, waliotafuta wote mali, wakawaua. Na kwa sababu mali huwezi kula peke yako, lazima utafute tena mwingine. Umeua uliyetafuta naye, unatafuta mwanaume mwingine wa kula naye, wakati mliyetafuta naye ulimuua. Tumama tuingi mnatuona tunalia kwenye misiba. Kanafiki ndio kalimpa sumu, ndio kalimaliza mume wake ili katawale mali. Lakini ghafla kanagundua kutawala mali bila trouser ni shida. Ndio anaenda kutafuta tena mwanaume mwingine. Mali haziliwagi. Ndio maana nawashangaga vijana, kijana likubwa kabisa na miaka 40 lina hera. Unakula na nani hutaki kuoa? Unakula na nani? Raha ya mali. Kawepo kaka mtu kana kasauti hapo, kana kubembeleza kura. Unafikiri kwa nini tubinti twingine kanaona kamechelewa miaka 20? Nimechelewa kuolewa miaka 30. Nimechelewa sasa nitazana yeyote. Miaka 30 umechelewa. Hofu ya maisha ya baadaye. Na tule twingine ambacho tuliwahi kuolewa tunaanza kumzomea. Miaka 27 huna mtoto. Wewe mbeleni huko utapata tabu. Mbeleni nani atakutunza? Zana yeyote. Unazaa ovyo tu. Anakuja kuzaa ndo anagundua kumbe kulea mtoto peke yako ni tabu. Katoto kanatakiwa shule, katoto kanatakiwa hospitali, katoto mwisho anatafuta libaba lingine tu. Maana yule mwingine alizaa naye dume bora. Sikuna wanaume ambao ni wataalamu wa kuzalisha afu wanatelekeza watoto. Hai. Alafu mnaanza kuwashambulia wamama. Masingomaza. Usingomaza waliotoa wapi? Waliotoa wapi usingomaza kama sio sisi tunawazalisha, tunawakataa? Masingomaza. Wa kwanza kulaumiwa ni wanaume ambao wanazaa alafu wanaterekeza, wanawacha mama wanahangaika. Tena ushukuru huyo singomaza hakutoa mimba, hakuua mtoto. Angenyonga mtoto akatupa choni ili asitwe singomaza. Angetoa mimba. Ndio maana kuna clip iko mtandaoni ninawaambia, bora kuoa mwanamke mwenye mtoto kuliko kuoa kabinti ambako hakana mtoto. Unafikiri hakana mtoto, kumbe ni kamama kafiwa ambako kamefiwa na watoto wengi. Kana watoto 7 kameua. Unasema mimi nimeoa mke ambaye hana mtoto. Wewe huyo ni shosho. Huyo ni bibi. Huyo ni shosho. Ameua. Unajua shetani anajua wewe madhambi makubwa unaogopa. Lakini utu tudogo utu. Unafanya kazi kwenye mahoteli, unaficha kuku kwa mifuko. Unafuka nini kwa mifuko. Unaondoka hapo na kuku yuko mfukoni. Watu wanauliza we, mbona kama nani mchuzi nimhakikia. Kumbe kule ndani kuna vipaja vya kuku, miguu umesokomea humo. Wanashangaa tu tumbo limeongezeka, kumbe umepanga juisi. Yaani utafikiri unasafirisha madawa. Unasema lakini si wangetupa. Unaondoka na vitu vya watu. Tena kuna hotelini huko ndo msiseme kabisa. Watu ni wezi. Paka hotelini ameagiza chakula, wamemletea kachupa ka vijiti. Anachomoa kamoja, kichupa kizima mfukoni, anaondoka. Wale wahudumu ni kama kulikuwa na kichupa hapa. Kumbe jitu lenyewe liliondoka na kichupa cha vijiti. Is a truth. Aibu. Jamani. Paka tule, kwani tule shingapi kale kanani kale kati?
Chingapi? Unajua kuna vitu vingine utafika jehanamu mpaka shetani mwenyewe atasema hivi, wewe kilichokuleta hapa ni kitu gani? Mimi mwenzio nilikataliwa, nilikuwa nataka kiti cha mzee ndo akanikataa. Sasa wewe vya kutolea meno. Hey! Kale kachupa kachumvi walikuambia uongezee kwenye chips, wewe ukaongezea mfukoni. Maana kuna wamama akienda kwenye sherehe hizi, harusi nini, anaenda na limukoba pako na sifuna, muuliza ili limukoba rote unasafiri? Sio bebe kama aka kama Amos hapa. Yani kumbe lile limfuko lote la kubebea nani? Watu wakiangalia kwingine anatoka bega limekaa namna hii, mkoba umejaa. Wasiwawishi ufanye dhambi fulani, ujue kuna kitu Mungu anataka kufanya kikubwa kwenye maisha yako. Ndio maana nataka akuvuruge mapema, kusudi neema ikija ikute tayari umeshajiharibu. Ukioa kamama Kenya akili, jipange. Ukioa kamama kameenda university, kana diploma, sio kana cheti, sio kana certificate, kameenda shule, ukikabeba jipange. Utakuna fafanua kila kitu. Kana kuambia mwisho wa mwezi huu salary inatoka tarehe 28. Kuna message imeingia. Sasa yanakuhusu. Nauliza, message imeingia? Hata kama imeingia, tukae. Tunafanyaje? Tunaitumiaje hiyo? Sasa inakuhusu, inakuhusu. We. Staki fujo. Tuliza kichwa. Tunafanyaje? Nimenunua, kanafanya hesabu. Okay, kwa hiyo zimetumika hizi, zimebaki hizi. Unafanya hesabu kwenye salary yangu. Sio salary yako, hii ni ya familia. Ni ya familia. Kata kwenda benki kuprinti bank statement. Kajue hela iliyotoka na maelezo yako kama vinalireti. Unaanza kusema nimeoa kamama, kana nipanda kichwani. Nimeoa kamama. Wewe mwenyewe ulioa Kenya akili. Kaa kwa kutulia, kaa kwa password. Amen. Kama utaki usumbufu, mimi niliwaambia usioe Kasumu, usioe katoto kamezaliwa Nairobi, kabebe ushago. Beba ushago, hakakumaliza shule, kapo kalete mjini. Kenye katakachokuwa kanaangalia ni unga upo, maharage yapo, mafuta yapo, sijui nini. Umekanunulia gauni, umekanunulia viatu, umekawekea TV hapo, kanacheka nayo toka jioni mpaka kanacheka na TV. We hata ukirudi saa 7 usiku, pole. Unajua baraka zinazochipuka tu faster, na zenyewe uwe mashaka nazo, uende zikakuondoa duniani. Yani faster tu umekuwa billionaire from nowhere. Ndio maana nawaambiaga watu, kuna watu wanakuambia tunakuombea utapokea biashara kubwa. Mwambie ngoja kwanza nianze na machungwa, nione namna ya kurudisha change, nijifunze, ndio nianze kupokea makontena kutoka China. Yani wewe upokea makontena kutoka China, hujawahi kuata na kakibanda na kakanani. Nataka Bwana anipe gari kubwa. Utaweka nini humo? Magari yanatembelea maji. Mungu atakupa msingi kwanza, ili hata akikupa gari kubwa uwe na uwezo wa kuweka mafuta. Usitusumbue kwamba gari limezimikia hapa Embakasi, kwa hiyo naomba usaidizi. Sasa wewe unamiliki gari kubwa, alafu kuweka mafuta uwezi. Ndio hawa wanamiliki simu kubwa, smartphone, alafu haina salio, haina airtime. Kila wakati please call me, please recharge me, please. Sasa wewe kama huna hela,
Uza hiyo smartphone, anza mtaji, anza capital, fanya biashara. Ikichanganya ndo uje ununue simu. Unamiliki simu kubwa macho matatu, hela una. Mtu yote mbishi kuamka akaishike pua yake atamka mwenyewe. Atamka. Amen. Usichoke kuomba mpendwa, amen. Usikimbie nyumbani mwanamume. Umri miaka 60 unaenda wapi? Ukitembea kama unacheza step, tulia wewe. Mwanamke miaka 55 maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Unapokelewa na nani? Parachichi zote zimeanguka. Mtu akikwambia ondoka, mwambie nirudishie parachichi zangu zisimame vile vile. Tulia, yuko Mungu anayetia nguvu. Bwana akutie nguvu mahali ulipochoka. Umechoka kusali, umechoka kuimba, umechoka kukaa nyumbani, tulia. Umechoka kusoma, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Unamtazama nani? Amen. Unatazama mitume na manabii, nao wamechoka. Mwanamke miaka 55 maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Unapokelewa na nani? Parachichi zote zimeanguka. Mtu akikwambia ondoka, mwambie nirudishie parachichi zangu zisimame vile vile. Tulia, yuko Mungu anayetia nguvu. Bwana akutie nguvu mahali ulipochoka. Umechoka kusali, umechoka kuimba, umechoka kukaa nyumbani, tulia. Umechoka kusoma, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Unamtazama nani? Amen. Unatazama mitume na manabii, nao wamechoka. Wewe ukipeleka shida yako anakushangaa, huyu vipi na sio tumechoka huku? Mnatiana nguvu mliochoka wote. Mtazame Yesu asiyechoka katika jina la Yesu. Achoki mtu hapa. Ndio maana kanisani hata mzee wa kanisa ukikosea kusoma somo, sisi tunangangana. Hata usome huko mbele na ukimaliza unasema hilo ndio neno la Bwana. Tumshukuru. Hatusemi kakosea, utajua mwenyewe kama umekosea, hujakosea utajua mwenyewe. Wengine ndo kabisa fukuza mtoto kisa kamepata mimba nje. Hasema yani, umeniaibisha, umepata mimba kabla ya kuolewa, sitaki nikuone. Halafu unasahau na wewe enzi zako ulivyokuwa unashughulikia mabinti za watu. Wakati wa ujana wako ulitulia. Yawezekana wengine uliwapa na mimba ukawakataa. Leo kitoto chako kinapata mimba, unataka kuchukua panga na kata kichwa. Mbona wewe waliacha cha kwako? Yaani leo ndio unajifanya mtakatifu asiyekosea. Hivi akili yako huwezi hata kurewind kidogo kafika wakati wa ujana ulivyohangaika na tubinti twa watu. Ulifikiri wewe wako watakuachia? Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ulipanda uharibifu kwa binti za watu, na wewe tutoto wako kama hujatuombea, hujatulea sawa sawa, tutashughulikiwa. Na wengine unafukuza binti yako aliyepata mimba wakati hata mke uliye naye ulitangulia kumpa mimba. Kabla hujamuoa ulimpa mimba kwanza, ndio wakakushikizia. Tunatamani kuona familia zikiishi kwa umoja. Amen. Bila kusambaratika. Lakini tunawaambia jambo la 6, ujue kabisa kwamba bila moyo wa msamaha ndani yako huwezi kusurvive. Nenda shule, jiendeleze. Unalaumu tu kwamba hujakusomesha. Mbona na wewe umefaulu kwenye umaraya? Walikusomesha. Unavyobadilisha wanawake kama viatu, walikusomesha wazazi wako. Mbona hiyo ndio umekomaa nayo mwenyewe? Kwa nini ungebadilisha juhudi ya maraya ubadilishe iwe juhudi ya kutafuta masomo? Ungeenda mbali. Ndio maana mpaka leo mtu mzima huna mpango wa kuoa, ni kuharibu tu watoto wa watu. Na ngoja nijipange. Utajipanga saa ngapi? Una wanawake 6 mpaka leo. Umewapanga foreni, hawajuani. Kila mmoja anasema huyu nafikia atanioa. Atanioa, kumbe jambazi, tapeli. Na nyinyi msikubali kutapelia. Najua wengi hapa mmeolewa. Wako na wengine bado. Niliwaambia mimi mbinu.
Nikamwambia akija kijana akasema mimi nakutaka wewe, nitaka kukuoa, mwambie serious? Serious? Subiria Jumapili. Ibada ikiisha tu mwambie unaitwa kule juu. Mwambie tu unaitwa kule juu. Kuna nini? Mchungaji anakuita kule juu. Akipanda tu tungazi, kaa kwanza, kaa pili, na wewe unaanza kaa kwanza. Kufika kule juu mnaingia wote kwa mchungaji. Mchungaji ulikuwa na shida? Mwambie sio mchungaji, ni mimi. Baba, Mungu amejibu maombi. Niko namuomba Mungu anipatie mtu, amepatikana huyu. Na kwa sababu uchumba sio ushirikina, sio uchawi, nikaona tuanze na baraka za baba. Tupige magoti hapa, utuwekee mikono, uchumba wetu uwe wa kudumu. Halafu baba, usiishie kutuombea. Jumapili ijayo uka-announce, katangaze kanisani, tusimame mbele kanisa, watuombee, watupigie makofi kwamba tumeianza safari. Kama kuna mtu alikuwa ananyemelea huyu, ajue application is full. Kama kuna mtu alikuwa ananifuatilia mimi, ajue tayari belong to somebody. Hasa na nyinyi mnafanya kimya kimya, ndio maana mnaendekeza uzinzi. Hata kwenye ndoa ungetamani unapooa umkute mwenzako yuko sealed, hata kama wewe ulikuwa kiruka njia. Unaelewa kiruka njia? Yaani wewe ulikuwa na mipango mingi ya kando kando, wapenzi wengi, ulikuwa umechafua mazingira huko, lakini yule unayemuoa awe kwenye package. Yaani unataka mtu sahihi wakati wewe sio sahihi. Kijana mmoja aliniambia, mchungaji niombe. Nikasema nini? Akasema sina amani kabisa na ndoa yangu. Akasema kwani kuna shida gani? Mnagombana? Hapana, hatugombani, lakini mimi kila nikimwangalia nakosa amani. Akasema unakosa amani kwa sababu gani? Akasema mimi ni mwanaume bwana. Yaani wakati namuoa nilijua nitamkuta yuko, halafu nikamkuta hayuko. Sasa ile inaniuma sana. Nikasema na wewe alikukutaje? Unajua si wanaume hatuna shida. Yaani wewe ni used, alafu ukute mwanamke ambaye, nikasema kama mmekutana wote ni used, si ndongoma draw. Yaani wewe wale uliotembea nao kule unategemea waoe nani? Wewe kwako unataka asiwe used, wakati wewe umeyuzi wengine kule na umewacha, na wao wanatakiwa waolewe na nani? Yaani wewe unaenda kwenye kichanja chama avocado, unafika pale unakata, unaonja, na sasa ili lina maji, unakata ili sio nzuri, unakata. Halafu unasema mimi siwezi kununua lililo kata. Wewe umekata mangapi hapa? Yaani mwanadamu anataka kukaa na watu sahihi wakati yeye sio sahihi. Kwa hiyo nikamwambia wewe acha ujinga huo. Unasema huna amani kwa sababu gani? Na Biblia imeshasema wazi, atakupa wa kufanana naye. Kama wewe ni used, kakutafutia used mwenzako. Kama Mungu aliyembariki amemtelekeza, amemwacha kwenye mataa, ibada zake ameziacha, Mungu aliyembariki, hivi mke wake atakuwaje? Mume wake itakuwaje? Watoto wake itakuwaje? Ndio maana kuta watafutaji wasio na Mungu wengine wametelekeza familia zao, sinateseka. Yeye anakula na makahaba, yeye anakula na watu wengine, paka anafika mahali anaanza kusema mke wake sio type. Anasema she's not my type. Mke wako huyo ambaye wakati unamtafuta ulikuwa unaazima na trouser ili umpate, unaazima tukutuku za watu ili ukamtishie kwamba unazo, ulikuwa unaazima na magari ya watu, ulikuwa unatamba, ulifanya juu chini mpaka umpate. Umempata mtoto wa watu, amekuzalia mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, unategemea kuzaa watoto wote hao aonekane umbo lile lile. Watoto wako wamemaliza kila kitu, halafu nasema hata nani haisomi saa 6, inasoma saa 12. Watoto wako wamenyonya kila kitu, itasomaje saa 6? Yaani umemchakaza na watoto hao. Mama wa watu sasa amepoteza na shape.
Zamani alikuwa anaonekana kweli yuko vizuri, akitembea unauona uumbaji wa Mungu. Lakini siku hizi watoto wako wamemfanya paka hajulikani, akienda kule anakuwa kama anakuja huko. Ni kwa sababu ya watoto wako wamemnyonya, wamemfanya. Yani ulitaka aonekanaje, alafu nasema she's not my type. Wewe utakuwa na mapepo kichwani, wewe sio mzima. Mama watu alikuwa na mimba hali vizuri, amejifungua hali vizuri, unategemea umbo lake liwe vile vile. Usingizi wenyewe wanashindwa kulala. Kuna vitoto vingine visumbufu, mchana kako sawa, usiku usumbufu. Kulala mara kaangalia hivi, mama halali. Alafu unakutana na mwanaume sasa hajui kulea watoto. Mama nahangaika na katoto, anaenda nako, yeye yuko tu form 1, form 2. Unafikiri mke akikupenda, wa baba, mke akikupenda, sana kwa na wivu na wewe? Si anajiajiri kwenye ile kampuni, moja anakuwa mlinzi kwenye ile kampuni ya kukulinda wewe, mbili anakuwa mpelelezi. Mnasemaje wapelelezi huko Kenya? Intelligence. Yes, anakuwa intelligence, yani mtu wa kupeleleza, kiasi kwamba message zikiingia atataka kujua ya nani. Hata kama Safaricom wanasema salio limeisha, anataka jue, yani kwa sababu amejiajiri kwenye kitengo cha intelligence. Alafu pili ni watch woman ambaye anakulinda, yani anakuwa amejiajiri kwenye vitengo mbalimbali. Lakini kilichomfanya jiajiri ni upendo. Kwa hiyo ukiona mke wako anakukoromea, ukiona mke wako anataka maelezo ya kutosha, usiseme msumbufu. Na yeye kinachomsumbua ni pendo lililo ndani yake, ndio linalomtesa. Kwa hiyo akikwambia uko wapi, usiseme tu nakuja. Kutoka wapi? Fafanua, kwa sababu huyu wa kitengo chake anataka pate maelezo. Na kijana mmoja alinipigia simu akasema, mchungaji, naomba niombe. Maisha yangu yani yamerudi nyuma, kila ninachofanya hakiendelei, nikishika hela sioni zinakokwenda, nafikiri kuna mikosi. Nimeenda mpaka kwa watumishi wakaniambia wazazi wangu ndio wanaosababisha mimi nisifanikiwe. Nikamwambia wewe kijana, inawezekana network imekatika, ngoja nikupe ukweli. Akasema samahani, wameniambia wewe ni mzee wa kujiripua, hebu naomba uwe polepole, ujaribu kufariji moyo wangu. Nikasema no, siwezi kukufariji, nimeshagundua tatizo lako. Nikasema wewe unasema unafanya kazi, unapewa mshahara, alafu hela zinayeyuka, nikasema wewe usinilete ujinga wako hapa, hela haziwezi kuyeyuka kwenye mifuko. Nikasema moja kwa moja wewe nahisi kabisa utakuwa malaya, utakuwa na wanawake wengi. Hao ni kweli, hao ni kweli. Sasa kama wewe una wanawake wengi, unategemea hela zikae kwenye mifuko kwa namna gani? Nikamwambia unajaribu kutafuta kwamba ni wazazi ndio wamesababisha wewe usifanikiwe. Yani unausahau malaya wako kwamba ndio unaokufirisi. Nikasema wewe unawafahamu viumbe hawa wanaitwa mabinti malaya, hawajawahi kulizika, wanakukomba alafu bado wanasema hazitoshi. Alafu unakuja kupigia simu wachungaji wa kuombee hela zikae mfukoni ila uendelee na umalaya. Hii miujiza itatokea wapi? Nikamwambia kinachotakiwa hapa wewe ni kuokoka, tubu, mpe Yesu maisha yako, akubadilishe, uone kama fedha hazitakaa kwenye mfuko. Yani unaendekeza umalaya, unabadilisha wanawake kama daladala, alafu leo unasema pesa hazikai. Nikamwambia rudi kanisani. Rudi kanisani, kaombe msamaha kwa Mungu wako, utubu, uokoke, umrudie Mungu wako, halafu uje nipigie simu ndani ya mwezi uniambie tena pesa hazikai. Nikamwambia nini unaendekeza ulevi? Unalewa paka wale wahudumu wa baa wanaanza kukusachi, wanaondoka na hela zote. Unarudi nyumbani na trouser peke yake, hela zote zimeondoka. Halafu naamka asubuhi kutafuta namba za wahubiri, mniombee hela hazikai. Unajua kuna watu
Unamshanga. Mwingine akasema, mchungaji, niombe ndoa yangu haiko vizuri, yani hatuna amani, uombe amani itoke. Nikamuuliza, mara ya mwisho kwenda kanisani ni lini? Akasema, hii ni kama sasa huu mwaka wa 6. Wangapi vijana mmeoa? Mko na mabibi nyumbani? Kijana yani kuanzia miaka 18 mpaka 45 umeoa. Kwa sababu kama una miaka 40 hujaoa, na wewe pia, hii nayo ni tatizo lingine tena. Hii nayo ni kesi nyingine. Kwamba unafika miaka 40 hujaoa, bado najipanga. Unajipanga kwenda wapi? Hao pastor waitwe ofisini, wajieleze kwa nini hawajaoa mpaka sasa. Wewe unafikisha miaka 37 8 bado hujaoa, na mabinti tuko nao hapa. Mnataka kuua mabinti za watu kwenye yale maboksi ya saruni. Yani mnataka wafanyeje? Wamesuka mlima Meru, hamjawaona. Wamesuka misuko ya jicho la wifi, hamjawaona. Wamesuka msuko wa Mwai Kibaki, hamjawaona. Wamesuka si msuko gani, hamjawaona. Wamesuka msuko wa twende Mombasa, hamjawaona. Wamejipulizia perfume za gharama, mnaishia kunusa tu. Mnataka wafanyeje? Wamevaa nguo za kujimwaga, hamjawaona. Wakasema labda hizi hatujionyeshi. Wakavaa tule tufupi mpaka nashindwa kutembea, hamuwaoni. Wakavaa. Mnataka wafanyeje watoto wa watu? Kwa nature ya Kiafrika, binti hawezi kutongoza, hawezi kukusemesha mwanaume. Wao wanaongea psychologically na falsafa. Wana namna ambavyo wana speak language ambayo yes unspoken, lakini una uwezo wa kuisikia. Wewe unaona kabisa mmepangana vijana wote hapa. Wengine wanasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anafika kwako anasema Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unafikiri hiyo sana inatafuta kitu gani? Yaani huwezi kuelewa, bado kichwa yako ni ngumu. Mimi mke wangu nilimkuta hospital, nimeenda kutibiwa. Nikasema ugonjwa umepona, kwanza nianze na wewe. Akasema wewe mgonjwa gani? Toka nje, umechanganyikiwa nini? Ndio maana uchumba mtamu kuliko ndoa. Au si wapendo? Uchumba mtamu kuliko uchumba, mnaitana majina yote, blanketi, dalili, sugar baby. Mpaka saa 8 usiku unamuuliza umekula? Mtu mzima kwani hawezi kula bila wewe? Umelala. Uchumba mnabusiana, mnakula mate kama juisi ya baresa uchumba. Leo na sadomo linanuka leo. Uchumba mtamu, mnakumbatiana kama spaguru. Wao. Leo unasema nipishe mpite. Eti mtu anataka kuna kubaka. Hamna hiyo bwana. Kuna vikao vya dharura na kuna vikao vya ajenda. Mengi ukuta unapika ugali, kama kikao cha dharura twende, acha ugali ungue kwanza. Kuna vikao vya dharura. Amen. Niende wapi sasa? Nimesimama naenda. Kuna vikao vya dharura. Wakati mimi nimekukumbuka kule kazini, nimesimama kwenye basi. Nimeshika dadala, nimesimama uje. Nikifika unapika ugali, nakwambia uache kikao cha dharura. Ndio maana kitambaa kitandani kisikosekane. Kuna vikao vya dharura wapendwa. Amen. Mambo ya kubakana ni ya wazungu hayo. Amen. Kuna maandalizi ndio, lakini maandalizi yanategemea na maneno ya mahaba, chakula special, kwa jambo special, kwa maneno special. Maneno chumbani hayaishi, unanungunika tu. Watu hawataki kumuelewa Mungu kama baba. Wanataka kuzidishiwa bila kumtafuta mzidishaji. Unajua ukimpata akuzidishie peke yake, kuna siku vitapungua. Si bora ukae na mzidishaji ili hata vikipungua aendelee kuzidisha. Kwa sababu ngoja nikwambie ukweli ambao ni soft, kwamba ukizidishiwa bila mzidishaji kuwa pamoja na wewe ndani, ndio haya matokeo tunayaona. Watu waliozidishiwa wanatumia walivyozidishiwa kutesa wenzao.
Hujawahi kuona mtu anachukua ploti za watu kwa sababu amezidishiwa na hela nyingi. Ananyang'anya wake za watu, amezidishiwa na pesa nyingi. Ananyang'anya mali za watu, asema utanifanya nini? Ukiramika na kufunga na we mwenyewe. Anatumia alivyozidishiwa kunyanyasa watu kwa lugha rahisi ambayo haihitaji kutafasiriwa. Ukizidishiwa bila Mungu kwenye maisha yako, lazima utakuwa na akili ya kishirikina. Unajua watu wanafikiri ushirikina ni mpaka uwe na madawa, uwe na nini. Ushirikina ni akili ya kumfanyia mtu mabaya asiye kukosea kitu. Yaani unatamani umfanyie mabaya. Kwa sababu watu washirikina hawamfanyii mtu mabaya kwa sababu alimkosea, ila anaweza kumfanyia mtu mabaya eti kita kwa nini amemzidi. Hasa wanawake, unaweza kumfanya afanye kile unachotaka na ikawezekana. Wenzetu inawezekana. Haini wao kutudhibiti sisi. Akatafute fire, jeshi la anga, jeshi la nchi kavu, akakodishe na mabomu na vitu gani, ndio mwanaume aweza kudhibitika. Kwa sababu sisi ni kazi. Haini wenzetu, unaweza hata ukamtreat. Biblia imesema tukae nao kwa akili. Hawa unaweza ukakaa nao kwa akili, mambo yakaenda. Haini mwanaume ni kazi. Mwanamke ukiona utaki azurure, azunguke, unamfungulia market, unamfungulia kaduka hapo. Ukimfungulia duka akawa anashinda mle, wewe asubuhi unampeleka dukani, jioni unamrudisha, hana kwa kwenda, yuko tu mle ndani. 100, 200, 500, 100, paka jioni unamchukua unamrudisha nyumbani. Haini mwanaume huwezi kumfungulia duka, kwa sababu hata mule dukani hakai. Ndio maana angalia maduka yote yanayouzwa na wanaume yana namba mlangoni, kwamba mkinikosa nitafute kwa namba hii. Maana nusu saa yuko dukani, masaa 2 yuko nje. Nusu saa. Paka unajiuliza, unakuta mtu duka liko peke yake, yeye yuko barabarani huko, anatamba, anazunguka huko, we duka naenda. Yaani ni shida. Mwanamke unaweza ukamtafutia na vijana. Kama duka limeongezeka, afanye kazi nao. Atafanya nao bila shida. Yaani wanamheshimu, wanamuita madam, wanamuita mama, wanamuita yani hapo, yani mara shangazi, mara nani, wanamheshimu. Atafanya kazi nao miaka na miaka, hakuna shida. Peleka mwanaume, mtafutie mabinti wamsaidie kazi. Nini kinatokea? Yani hata wale wenyewe wale wanakuwa customer. Ni shida. Wenzetu wanadhibitika. Unaweza kumdhibiti. Yani ukimpa kashughuli kwa bize, atakuwa bize na katika shughuli, hana mawazo mengine. Lakini sio sisi. Mwanamke ukiona namna gani kama vile hajatulia, kwa ni kliniki nyumbani, kliniki hospital nyumbani, hospital na mzigo wake. Sio kila mtu anahitaji maombi. Kuna wengine wanahitaji utatuzi wa kawaida. Kwani wakati Yesu anahubiri majamaa yana njaa, aliwaombea? Alifanyaje? Akasema wanafunzi hao wahitaji maombi, wanahitaji chakula. Wanafunzi wakasema, mzee, sisi wenyewe hapa tuna visamaki vichache na vimikate, wape wachanganye miguu wakatafute chakula mjini. Akasema wapeni nyie. Wakasema huyu anaelewa tunachosema. Hata sisi wenyewe hapa tunaogopa kula mbele yao, visamaki havitoshi. Yesu anasema wapeni. Leta tuwaombee. Akaleta vile vyakula kaviombea, akaambia wagawanyeni, wakusanyeni watu wakae makundi, tuwape. Yesu hakusema pokea kushiba. Aliwapa chakula. Kuna matatizo mengine hayatatuliwi kwa maombi. Yanatatuliwa physically, sio spiritually. Sio kila kitu na kirohorize.
Usiende kutafuta hii vocabulary according to Mgogo. Yani kuna vitu watu wanavirohorize ambavyo sio vya kiroho. Amen. Ndio. Wachungaji ni mashahidi. Kuna watu wanakuja kwenye ofisi zetu, wanahitaji usaidizi. Anasema ndoa yangu inasumbua, ndoa yangu iko kwenye shida, yani tuko kwenye matatizo mchungaji. Watu wengine kabla hujamuombea, muulize swali la ufahamu. Muulize nyumbani kuna unga? Nyumbani kuna maharage? Kuna mafuta? Kuna mchele? Akisema vipo, ndio mumtafute shetani. Yani kuna watu wengine hawana shetani kabisa, wala hata kapepo hakapo, wala hata connection na shetani haipo. Wengine wanauma na dondosha kitu makusudi aone huyu waifu material. Unakuta tu kaka umedondosha. Hakuna kitu hapo. Hai tu binti kwenye akili. Kaza oh brother sorry. Umedondosha. Moyo nasema huyu waifu material huyu. Kama na uwezo wako nani? Sasa wewe hata brother aliye mbele yako, kaka aliye mbele yako, kumwambia naomba nipishe, unaambia toka kwa njia. Dissolve. Dada, simu ulionayo ulipataje? Ulipataje simu ulionayo? Aliyekupeleka saruni ni nani? Yani kuna watu ukimwangalia kutoka viatu mpaka kichwani uzinzi mtupu. Yani kiatu kahongwa, nguo kahongwa, nywele kapelekwa. Yani ukikaona ni kapepo kaliko garamiwa na kuzimu. Unakuta mama anafuatilia ndoa ya watoto wake paka yule mkwe. Jiuliza, hivi nimeolewa na wanaume wangapi hapa kwenye hii familia? Ambao tayari watoto wenu wameolewa, watoto wenu wameoa. Ukienda kusalimia watoto, funga zipu. Mama, hata mume wako sio wakati wote wa kumuomba hela. Angalia mudi. Ukiona kipindi yuko vizuri, malizana naye na za kesho kutwa. Yani ukimuomba hela ukasema, ukaona yuko kwenye mudi, naomba ya mboga. Mboga. Ukaona anatoa vizuri, unaambia sasa hii ni ya leo, kwani kesho hatutakula? Na kesho. Kwa hiyo kesho kutwa. Na kesho kutwa. Maliza tu ya wiki. Ungemaliza mwezi ungepumzika. Si miezi miwili tu. Siku kesho anaamuka uso, unamwambia tulimalizana. Za mboga zote ninazo, watu kinuna, nenda kwa amani kazini, urudi. Sio wakati wote. Ukiona kuna wakati dalili za mawingu, pita hivi kama inzi mwe. Mtu anapataje ujasiri wa kulipa ng'ombe zote hizo? Unapataje ujasiri wa kutoa mamilioni yote? Unapataje ujasiri wa kuandaa harusi ya gharama? Ni kwa sababu kwenye mindset unaamini unakigaramia kitu kilicho sahihi, ambacho yani wewe kwako naona ng'ombe ni kitu gani, mamilioni ni kitu gani? Yani huyu aliyeko huyu, nitatoa ng'ombe, nitatoa hiki. Ndio maana watu wanafanya harusi kubwa, wanaweka makeki ya ngazi 7, wanakodisha maukumbi ya mamilioni, wanashona masuti, mashera ya gharama, kwa sababu anaona huyu aliyeko kichwani yuko smart. Binti na yeye alianza kuishi na mwanaume kabla ya kuishi naye. Yani mwanaume akiwa kwenye mind, yani hujawahi kuona binti ameanza kutembea kwa mikogo, amepata mchumba. Yani anaongea kwa mikogo, si kila kitu nini, yani anawasimulia hata wasiomuuliza. Mniombe, nimepata. Yani anawaambia, ananalinga, yani anatamba, paka hata vijana wengine wakisema nini na mtu wangu. Yani kwa sababu
Yule mwanaume kwa sababu hajawahi kukaa naye ila yumo kwenye mind, anamuona kama yule mwanaume yuko perfect. Unajiuliza, mwanamke anapataje ujasiri wa kushangilia wakati anaenda kuishi na mtu ambaye hajawahi kuishi naye, lakini ana ujasiri wote, anaaga nyumbani kwa heri. Anawaimbia na kale kawimbo ka dunia kale, nitarudi nyumbani kutembea. Yani kwa maana ya kwamba ameenda. Maana kwenye akili alikuwa na mwanaume ambaye hana matatizo. Ningewauliza wanaume ambao wameoa na wanawake ambao wameoa, ningewauliza, hey, sisi tulioa, hebu tupunge mikono tena na tulioolewa. Ili swali usitikise kichwa wala usionyeshe dalili. Yani jifanye kama swali halikuhusu kabisa. Vipi unayekaa naye ndo yule aliyekuwa kwenye mind ndio wakufanana naye, au unasema pastor, katika watu waliobuki waliochemuka mimi nilichemuka pastor. Kuna wakati, ndio maana wakati mwingine nani mchungaji wangu, natamani kuhubiri kistaarabu, lakini kuna watu wananichokoza, yani wananifanya niongee maneno magumu. Sasa kuna neno ambalo nilitaka kusema lakini ngoja niliache, lakini neno lenyewe ni hili ambalo sitalisema. Yani sitalisema kabisa. Alafu Clinton usilirekodi hilo kwa sababu hilo sitalisema. Neno lenyewe ni hili, kwamba kuna wanaume mpaka ukimwangalia unajiuliza, kama shetani angekuwa na mwili physically hivi, na yeye huyu na shetani wangekuwa tofauti gani kama wasingekuwa copyright? Yani kuna vitu nafanya mpaka shetani anasema, Mungu pamoja na ushetani wangu, lakini mimi niko na nafuu kuliko huyu. Yani kuna watu wamemovertake shetani, yani wana qualification ya kuwa mashetani kuliko shetani mwenyewe. Kwa sababu mimi nawaambia, shetani kosa lake ni kwa kutamani kiti cha mzee. Ndio Mungu kamwambia, unatamani kiti changu? Niliwahi kuambia miaka hiyo wakati nakuja kuhubiri mara kwanza hapa, nikasema pamoja na upole wa pasta wetu Kokonyo na pasta Rusi, ni watu wapole wa staarabu, ila siku akikusikia umeandaa kikundi kakutaka kuwapindua, akakujua, ndio utakapoiona the real kara ya Kokonyo. Hakuna kitu kibaya kama mtu anafanya mapinduzi. Mungu akamwambia shetani, ungefanya dhambi nyingine ningekusamehe, hii ya kunipindua, hiyo lazima uteremke. Akatupwa huku, mpaka leo anakemewa mpaka na watoto wa Sanda. Toka shetani, toka. Alichokosea ni kutafuta kiti cha mzee. Mwambie jirani yako, viti vya wenyewe, achana na viti vya wenyewe. Amen. Ukitaka uchungaji, we muone tu. Mwambie, baba nasikia wito, kuna kaeria fulani unifungulie huko na we uende. Amen. Unanisikia? Sasa mwezi amefanya kazi kanisa lote hili na maono na kila kitu, we utoke huko tu. Utashughulikiwa ndugu bila vikao. Unajua ukiishi na mshirikina huna uhakika na maisha yako. Kwa sababu kesho na kesho kutwa ataenda kukutoa kafara. Kesho na kesho kutwa atajiunga huko, si wamwambie katoe mke wako, katoe mume wako, au katoe watoto. Yaani ukiishi na mshirikina unaishi na nyoka, atakung'ata wakati wote. Maana mawazo na fikira zake zimechotwa na shetani, anazitumia usiku na mchana. Alafu unategemea uione mbingu. Mbingu ipi? Mbingu ipi? Hai. Kwa hiyo Mungu anasema anawatafuta waabuduo halisi. Na sisi tunamwabudu, tunamwambia Baba, sio wewe tu unawatafuta waabuduo halisi, hata sisi kwenye familia zetu tunawatafuta waabuduo halisi.
Tukikaa na hao waabuduo halisi, nyumba zitakuwa na ibada, nyumba zitakuwa na maombi, nyumba zitakuwa za amani. Siku hizi watu maombi yamo tu kanisani. Wakiwa kanisani, namkanyaga shetani, namkanyaga shetani. Shetani anasema hey, usinikanyage, utanikuta nyumbani. Mkimbana kwa kumlazimisha, atakugawia kesi. Hujawahi kuona kuna mama mmoja alimfumania mume wake kabisa live Kasarani. Kile kitendo cha kusema unakasana, akasema shut up. Wewe ndio unasababisha. Eti unasababisha. Kiburi chako ndio kimefanya mimi niende mpango wa kando. Tangulini wewe ni maraya tu. Kwa hiyo ukimwambia umekosa 1 2 3, unaona sasa okay, ndio ametubu. Sisi toba yetu haijanyoka. Wakati mwingine anakuambia haya tuangalie kesho. Ndio ametubu, amegundua makosa yake na hata rudia. Tuko hivyo. Sisi ni watu wa kona kama nyoka. Hatunyokagi toba zetu. Hujawahi kuona baba anampiga mtoto akifikiri ndiye aliyekosea, alafu anagundua alimpiga kimakosa. Anatafuta makosa wagawane. Utasikia mtoto wangu, utundu wako wa siku nyingi umekufanya nikupige wakati hukuwa wewe. Sasa unajiuliza, kwa hiyo umerifaa utundu wa zamani na kuja kuadhibu. Yote hiyo ni toba. Amen. Wengine akiona amekosa anakuletea kitenge. Amekosa anakutoa out. Amekosa amefanya nini? Elewa, usiseme mimi sipokei rushwa. Mimi sasa sihongwi mimi. Si nini? Wewe sikupi rushwa, ninatubu. Ndio ruga. Elewa toba ya mwanaume. Ukiona ameleta kitenge, ujue kuna mahali amerikoroga. Ukiona amefanya hivi, ujue kuna mahali hajafanya sawa. Ndio maana kuna wakati unaona tu, leo nimechelewa sana. Nimepiga story na watu nimechelewa. Anakuletea matunda, biskuti, hivi vitu gani? Utasikia mmeshindaje hapa? Kuna biskuti humu. Kuna sambusa humu. Yote hii inapotezea, usiniulize mbona nimechelewa sana. Ndio toba. Sasa unaanza kusema weka huko mfuko wako na kuuliza ulikuwa wapi? Toba za wanaume ziko hivyo. Wamama mnanisikia? Si mume wako kuna wakati anafanyaga hivyo. Na wewe unasema si riziki. Mpaka seme. Ukienda hivyo utasubiri mpaka mnakufa. Hawa ndio viumbe ambao vinapaswa ukae navyo. Ndio maana sisi Mungu alituambia tukae na nyie kwa akili. Kwa nini aliwaambia tukae na nyie kwa akili? Kwa sababu nyie mnazo nyingi. Twendeni. Ondokeni. Jamani, tunajua mila na desturi za kijiji chetu tangu enzi na enzi. Tufuatishe mila na desturi kama zinavyotakiwa. Akizaliwa mtoto ambaye wala azungumzi kitu chochote, basi huyo mtoto atanyongwa. Sawa kabisa. Mama ndiye profesa wa kwanza duniani. Kwa sababu mama wakati akijifungua katoto tu, hatua ya kwanza anajitoa ufahamu, anakuwa mad woman. Ili katoto kajue kuongea na kuelewa. Mama anajitoa ufahamu kabisa, anazima data. Anakuwa kichaa kabisa, crazy. Ndio maana ukuta mama ana katoto kachanga amekashikilia hivi, lakini kanapewa taarifa zote za baba yake. Amekashika hivi anasema baba yako yuko kazini, yuko job, atarudi baadaye. Katoto akaeleweka kutu. Lakini kanapewa taarifa zote. Ukiwa nje unaweza kufikiri mama wanaongea wako wawili. Kumbe yuko na kale. Anakuambia nakupikia uji.
Katoto akaelewi. Anakaraza hapo anakaambia lala uji. Anaongea nako bila shida. Yaani akaongea chochote lakini anakasemesha, anakaongeresha. Kakikuwa kidogo kakianza kutamka vimaneno anaanza kukaimbisha nyimbo. Kanaimba nyimbo utafikiri nini? Yuko tu hapo. Anakaimbisha sema baba. Tema baba. Katoto kanabaki baba. Haya, say daddy. Katoto daddy. Sisi unatoka safari unakuta katoto daddy. Sasa anaongea peke yake. Mshukuru profesa huyu. Anawapanga wanaume 10 amfahamiani. Wote mnalipa nyumba moja rent. Anamuomba huyu na huyu. Unafikiria wewe ndio unayemlipia. Kumbe wewe ni wa 7. Anawaomba wote nywele za kusuka. Wote mnamtumia, anasukia za mtu mmoja, zingine hizo mazingira yake. Anawaomba mitaji wote. Kwa hiyo wote mkiona anapendeza, kila mmoja anasema anapendeza kwa pesa yangu. Anapendeza kwa pesa yangu. Kumbe ana kijiji cha wanaume. Akiwapakia mwendo kasi inajaa na kubaki. Lakini wote ni wa kwake. Amewapanga, hawafahamiani. Unajua wanaume kuna wakati tunakaa kama mazezeta hivi. Yaani unakaa, unaendeshwa na kamaraya, kana kugeuza kushoto na kulia, una habari. Paka unaiterekeza na familia yako. Watoto wako wa damu uliowazaa wanaishi kwa taabu. Alafu watoto wa maraya wanasoma international school. Wakwako wanabishana na magari barabarani. Alafu tukiuliza wanaume wenye akili na wewe unanyosha. Yaani hii dunia hii jamani. Hii dunia, unajua kuna watu wengine walipaswa kuwa mirembe. Ni vile tu hatujapita kwenye vipimo. Tungepita kwenye vipimo, ungegundua ulipaswa umelazwa. Maana watoto wako uliowazaa wanaishi maisha ya shida. Wanasoma shule za kawaida. Wanalala maradhi ya kawaida. Wanakula vyakula vya chini kabisa. Alafu watoto wa kahaba wanachagua nyama. Wanamwambia mama, mwambie anko tumechoka na maharage tumekula jana na juice. Atutumie nyama. Kama Mungu aliyembariki amemtelekeza, amemwacha kwenye mataa, ibada zake ameziacha. Mungu aliyembariki, hivi mke wake atakuwaje? Mume wake itakuwaje? Watoto wake itakuwaje? Ndio maana kuta watafutaji wasio na Mungu wengine wametelekeza familia zao, zinateseka. Yeye anakula na makahaba, yeye anakula na watu wengine. Paka anafika mahali anaanza kusema mke wake sio type. Anasema she's not my type. Mke wako huyo ambaye wakati unamtafuta ulikuwa unaazima na trouser ili umpate, unaazima tukutuku za watu ili ukamtishie kwamba unazo, ulikuwa unaazima na magari ya watu, ulikuwa unatamba, ulifanya juu chini mpaka umpate. Umempata mtoto wa watu, amekuzalia mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Unategemea kuzaa watoto wote hao aonekane umbo lile lile. Watoto wako wamemaliza kila kitu, halafu nasema hata nani haisomi saa 6, inasoma saa 12. Watoto wako wamenyonya kila kitu, itasomaje saa 6? Yaani umemchakaza na watoto hao. Mama wa watu sasa amepoteza na shape. Zamani alikuwa anaonekana kweli yuko vizuri, akitembea unauona uumbaji wa Mungu. Lakini siku hizi watoto wako wamemfanya paka hajulikani, akienda kule anakuwa kama anakuja huko. Ni kwa sababu ya watoto wako wamemnyonya, wamemfanya. Yaani ulitaka aonekanaje, alafu nasema she's not my type. Wewe utakuwa na mapepo kichwani. Wewe sio mzima. Mama watu alikuwa na mimba hali vizuri, amejifungua hali vizuri, unategemea umbo lake liwe vile vile. Usingizi wenyewe wanashindwa kulala. Kuna vitoto vingine visumbufu. Mchana kako sawa, usiku usumbufu. Kulala mara kaangalia hivi, mama halali.
Alafu unakutana na mwanaume sasa, hajui kulea watoto. Mama nahangaika na katoto, anaenda nako, yeye yuko tu form 1, form 2. Unafikiri mke akikupenda, wa baba, mke akikupenda, sana kwa na wivu na wewe, si anajiajiri kwenye ile kampuni, moja anakuwa mlinzi kwenye ile kampuni ya kukulinda wewe, 2 anakuwa mpelelezi. Mnasemaje wapelelezi huko Kenya? Intelligence. Yes, anakuwa intelligence, yani mtu wa kupeleleza, kiasi kwamba message zikiingia atataka kujua ya nani. Hata kama Safaricom wanasema salio limeisha, atataka jue, yani kwa sababu amejiajiri kwenye kitengo cha intelligence. Alafu pili ni watch woman ambaye anakulinda, yani anakuwa amejiajiri kwenye vitengo mbalimbali. Lakini kilichomfanya jiajiri ni upendo. Kwa hiyo ukiona mke wako anakukoromea, ukiona mke wako anataka maelezo ya kutosha, usiseme msumbufu. Na yeye kinachomsumbua ni pendo lililo ndani yake, ndio linalomtesa. Kwa hiyo akikwambia uko wapi, usiseme tu nakuja. Kutoka wapi? Fafanua, kwa sababu huyu wa kitengo chake anataka pate maelezo. Unajua baraka zinazochipuka tu faster, na zenyewe uwe mashaka nazo, uende zikakuondoa duniani. Yani faster tu umekuwa billionaire from nowhere. Ndio maana nawaambiaga watu, kuna watu wanakuambia tunakuombea utapokea biashara kubwa. Mwambie ngoja kwanza nianze na machungwa, nione namna ya kurudisha change, nijifunze, ndio nianze kupokea makontena kutoka China. Yani wewe upokea makontena kutoka China, hujawahi kuata na kakibanda na kakanani. Nataka Bwana anipe gari kubwa. Utaweka nini humo? Magari yanatembelea maji. Mungu atakupa msingi kwanza, ili hata akikupa gari kubwa uwe na uwezo wa kuweka mafuta. Usitusumbue kwamba gari limezimikia hapa Embakasi, kwa hiyo naomba usaidizi. Sasa wewe unamiliki gari kubwa, alafu kuweka mafuta uwezi. Ndio hawa wanamiliki simu kubwa, smartphone, alafu haina salio, haina airtime. Kila wakati please call me, please recharge me, please. Sasa wewe kama huna hela, uza hiyo smartphone, anza mtaji, anza capital, fanya biashara. Ikichanganya ndio uje ununue simu. Unamiliki simu kubwa, macho matatu, hela una. Wengine ndo kabisa fukuza mtoto kisa kamepata mimba nje. Sasa wewe yani umeniaibisha, umepata mimba kabla ya kuolewa, sitaki nikuone. Halafu unasahau na wewe enzi zako ulivyokuwa unashughulikia mabinti za watu. Wakati wa ujana wako ulitulia. Yawezekana wengine uliwapa na mimba ukawakataa. Leo kitoto chako kinapata mimba, unataka kuchukua panga na kata kichwa. Mbona wewe waliacha cha kwako? Yani leo ndio unajifanya mtakatifu asiyekosea. Hivi akili yako huwezi hata kurewind kidogo kafika wakati wa ujana ulivyohangaika na tubinti twa watu. Ulifikiri wewe wako watakuachia? Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Ulipanda uharibifu kwa binti za watu, na wewe tutoto wako kama hujatuombea, hujatulea sawa sawa, tutashughulikiwa. Na wengine unafukuza binti yako aliyepata mimba wakati hata mke uliye naye ulitangulia kumpa mimba. Kabla hujamuoa ulimpa mimba kwanza, ndio wakakushikizia. Tunatamani kuona familia zikiishi kwa umoja. Amen. Bila kusambaratika. Lakini tunawaambia jambo la 6, ujue kabisa kwamba bila moyo wa msamaha ndani yako huwezi kusurvive. Na kijana mmoja alinipigia simu akasema, mchungaji, naomba uniombee. Maisha yangu yani yamerudi nyuma, kila ninachofanya hakiendelei, nikishika hela sioni zinakokwenda, nafikiri kuna mikosi. Nimeenda mpaka kwa watumishi wakaniambia wazazi wangu ndio wanaosababisha mimi nisifanikiwe.
Nikamwambia wewe kijana, inawezekana network imekatika. Ngoja nikupe ukweli. Akasema samahani, wameniambia wewe ni mzee wa kujilipua. Hebu naomba uwe polepole, ujaribu kufariji moyo wangu. Nikasema no, siwezi kukufariji, nimeshagundua tatizo lako. Nikasema wewe unasema unafanya kazi, unapewa mshahara, alafu hela zinayeyuka, Nikasema wewe usinilete ujinga wako hapa. Hela haziwezi kuyeyuka kwenye mifuko. Nikasema moja kwa moja wewe nahisi kabisa utakuwa malaya, utakuwa na wanawake wengi. Hao ni kweli, hao ni kweli. Sasa kama wewe una wanawake wengi, unategemea hela zikae kwenye mifuko kwa namna gani? Nikamwambia unajaribu kutafuta kwamba ni wazazi ndio wamesababisha wewe usifanikiwe. Yaani unausahau malaya wako kwamba ndio unaokufilisi. Nikasema wewe unawafahamu viumbe hawa wanaitwa mabinti malaya. Hawajawahi kulizika. Wanakukomba alafu bado wanasema hazitoshi. Alafu unakuja kupigia simu wachungaji wa kuombee hela zikae mfukoni ila uendelee na umalaya. Hii miujiza itatokea wapi? Nikamwambia kinachotakiwa hapa wewe ni kuokoka, tubu, mpe Yesu maisha yako, akubadilishe, uone kama fedha hazitakaa kwenye mfuko. Yaani unaendekeza umalaya, unabadilisha wanawake kama daladala. Alafu leo unasema pesa hazikai. Nikamwambia rudi kanisani. Rudi kanisani, kaombe msamaha kwa Mungu wako, utubu, uokoke, umrudie Mungu wako. Halafu uje nipigie simu ndani ya mwezi uniambie tena pesa hazikai. Nikamwambia nini unaendekeza ulevi? Unalewa paka wale wahudumu wa baa wanaanza kukusachi, wanaondoka na hela zote. Unarudi nyumbani na trouser peke yake. Hela zote zimeondoka. Halafu naamka asubuhi kutafuta namba za wahubiri. Mniombee hela hazikai. Unajua kuna watu unamshanga mwingine akasema mchungaji niombe ndoa yangu haiko vizuri, yani hatuna amani, uombe amani itoke. Nikamuuliza mara ya mwisho kwenda kanisani ni lini? Akasema ni kama sasa huu mwaka wa 6. Nenda shule jiendeleze. Unalaumu tu kwamba hujakusomesha. Mbona na wewe umefaulu kwenye umaraya? Walikusomesha. Unavyobadilisha wanawake kama viatu, walikusomesha wazazi wako. Mbona hiyo ndio umekomaa nayo mwenyewe? Kwa nini ungebadilisha juhudi ya maraya ubadilishe iwe juhudi ya kutafuta masomo? Ungeenda mbali. Ndio maana mpaka leo mtu mzima huna mpango wa kuoa, ni kuharibu tu watoto wa watu. Na ngoja nijipange. Utajipanga saa ngapi? Una wanawake 6 mpaka leo. Umewapanga foreni hawajuani. Kila mmoja anasema huyu nafikia atanioa. Atanioa, kumbe jambazi, taperi. Na nyie msikubali kutaperia. Najua wengi hapa mmeolewa. Wako na wengine bado. Niliwaambia mimi mbinu. Nikamwambia akija kijana akasema mimi nakutaka wewe, nitaka kukuoa, mwambie serious? Serious? Subiria Jumapili. Ibada ikiisha tu mwambie unaitwa kule juu. Mwambie tu unaitwa kule juu. Kuna nini? Mchungaji anakuita kule juu. Akipanda tu tungazi, kaa kwanza, kaa pili, na wewe unaanza kaa kwanza. Kufika kule juu mnaingia wote kwa mchungaji. Mchungaji ulikuwa na shida? Mwambie sio mchungaji, ni mimi. Baba, Mungu amejibu maombi. Niko namuomba Mungu anipatie mtu, amepatikana huyu. Na kwa sababu uchumba sio ushirikina, sio uchawi, nikaona tuanze na baraka za baba. Tupige magoti hapa, utuwekee mikono, uchumba wetu uwe wa kudumu. Halafu baba, usiishie kutuombea. Jumapili ijayo uka-announce, katangaze kanisani, tusimame mbele kanisa, watuombee, watupigie makofi kwamba tumeianza safari. Kama kuna mtu alikuwa ananyemelea huyu, ajue application is full. Kama kuna mtu alikuwa ananifuatilia mimi, ajue tayari belong to somebody. Hasa nanyi mnafanya kimya kimya, ndio maana mnaendekeza uzinzi. Wangapi vijana mmeoa? Mko na mabibi nyumbani? Kijana yani kuanzia miaka
18 mpaka 45 umeoa. Kwa sababu kama una miaka 40 hujaoa na wewe pia, hii nayo ni tatizo lingine tena. Hii nayo ni kesi nyingine. Kwamba unafika miaka 40 hujaoa, bado najipanga. Unajipanga kwenda wapi? Hao pastor waitwe ofisini, wajieleze kwa nini hawajaoa mpaka sasa. Wewe unafikisha miaka 37 8 bado hujaoa, na mabinti tuko nao hapa. Mnataka kuua mabinti za watu kwenye yale maboksi ya saruni. Yaani mnataka wafanyeje? Wamesuka Mlima Meru hamjawaona. Wamesuka misuko ya jicho la wifi hamjawaona. Wamesuka msuko wa Mwai Kibaki hamjawaona. Wamesuka si msuko gani hamjawaona. Wamesuka msuko wa twende Mombasa hamjawaona. Wamejipulizia perfume za gharama, mnaisha kunusa tu. Mnataka wafanyeje? Wamevaa nguo za kujimwaga hamjawaona. Wakasema labda hizi hatujionyeshi. Wakavaa tule tufupi mpaka nashindwa kutembea, hamuwaoni. Wakavaa. Mnataka wafanyeje watoto wa watu? Kwa nature ya Kiafrika, binti hawezi kutongoza, hawezi kukusemesha mwanaume. Wao wanaongea psychologically na falsafa. Wana namna ambavyo wana speak language ambayo yes unspoken, lakini una uwezo wa kuisikia. Wewe unaona kabisa mmepangana vijana wote hapa. Wengine wanasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Anafika kwako anasema Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unafikiri hiyo sana inatafuta kitu gani? Yaani huwezi kuelewa, bado kichwa yako ni ngumu. Hata kwenye ndoa ungetamani unapooa umkute mwenzako yuko sealed, hata kama wewe ulikuwa kiruka njia. Unaelewa kiruka njia? Yaani wewe ulikuwa na mipango mingi ya kando kando, wapenzi wengi, ulikuwa umechafua mazingira huko, lakini yule unayemuoa awe kwenye package. Yaani unataka mtu sahihi wakati wewe sio sahihi. Kijana mmoja aliniambia, mchungaji niombe. Nikasema nini? Akasema sina amani kabisa na ndoa yangu. Akasema kwani kuna shida gani? Mnagombana? Hapana, hatugombani, lakini mimi kila nikimwangalia nakosa amani. Akasema unakosa amani kwa sababu gani? Akasema mimi ni mwanaume bwana. Yaani wakati namuoa nilijua nitamkuta yuko, halafu nikamkuta hayuko. Sasa ile inaniuma sana. Nikasema na wewe alikukutaje? Unajua si wanaume hatuna shida. Yaani wewe ni used, alafu ukute mwanamke ambaye. Nikasema kama mmekutana wote ni used, si ndo ngoma draw. Yaani wewe wale uliotembea nao kule unategemea waoe nani? Wewe kwako unataka asiwe used, wakati wewe umeuzi wengine kule na umewacha, na wao wanatakiwa waolewe na nani? Yaani wewe unaenda kwenye kichanja cha avocado, unafika pale unakata, unaonja, na sasa ili lina maji, unakata ili sio nzuri, unakata. Halafu unasema mimi siwezi kununua lililo kato. Wewe umekata mangapi hapa? Yaani mwanadamu anataka kukaa na watu sahihi wakati yeye sio sahihi. Kwa nikamwambia wewe acha ujinga huo. Unasema huna amani kwa sababu gani? Na Biblia imeshasema wazi, atakupa wa kufanana naye. Kama wewe ni used, kakutafutia used mwenzako. Mwanamke miaka 55 maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Unapokelewa na nani? Parachichi zote zimeanguka. Mtu akikwambia ondoka, mwambie nirudishie parachichi zangu zisimame vile vile. Tulia, yuko Mungu anayetia nguvu. Bwana akutie nguvu mahali ulipochoka. Umechoka kusali, umechoka kuimba, umechoka kukaa nyumbani. Tulia.
Umechoka kusoma, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Unamtazama nani? Amen. Unatazama mitume na manabii, nao wamechoka. Wewe ukipeleka shida yako anakushangaa, huyu vipi na sio tumechoka huku? Mnatiana nguvu mliochoka wote. Mtazame Yesu asiyechoka katika jina la Yesu. Achoki mtu hapa. Ndio maana kanisani hata mzee wa kanisa ukikosea kusoma somo sisi tunangangana. Hata usome huko mbele na ukimaliza unasema hilo ndio neno la Bwana. Tumshukuru. Hatusemi kakosea, utajua mwenyewe kama umekosea, hujakosea utajua mwenyewe. Mtu yote mbishi kuamka kaishike pua yake atamka mwenyewe. Atamka. Amen. Usichoke kuomba mpendwa. Amen. Usikimbie nyumbani mwanamume. Umri miaka 60 unaenda wapi? Ukitembea kama unacheza step, tulia wewe. Mwanamke miaka 55 maparachichi yameanguka, unaenda wapi? Unapokelewa na nani? Parachichi zote zimeanguka. Mtu akikwambia ondoka, mwambie nirudishie parachichi zangu zisimame vile vile. Tulia, yuko Mungu anayetia nguvu. Bwana akutie nguvu mahali ulipochoka. Umechoka kusali, umechoka kuimba, umechoka kukaa nyumbani, tulia. Umechoka kusoma, Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Mtazame Yesu mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Unamtazama nani? Amen.